Katika Ijumaa Kuu ya leo ninatamani sana nifunze japokuwa kwa ufupi sana maneno 7 aliyoyasema Bwana Yesu akiwa msalabani. Najua tumefundisha maneno haya tangu tukiwa Sunday school, tangu tukiwa kwa imara, lakini niombe tutakwenda neno kwa neno, lakini kwa ufupi sana, lakini tuone na maana yake na faida yake kwetu katika maisha haya ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu alipokuwa pale msalabani aliyasema maneno 7, lakini maneno 7 haya sio ndani maneno tu kama vile ambavyo tunaweza tukashinda asubuhi mpaka jioni tunapiga stori. Hapana, ni maneno 7 yaliyosheheni ujumbe mzito. Ni maneno 7 yaliyobeba uzito mkubwa sana katika maisha ya Mkristo na hasa maisha ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maneno 7 haya ya msalabani unapoyasoma yanafunua mambo makubwa matano. Yale maneno 7 ya msalabani yanafunua mambo makubwa matano. Jambo la kwanza, unapoyasoma yale maneno 7 yanafunua upendo wa Yesu Kristo. Yanafunua upendo wa Yesu Kristo. Lakini jambo la pili, maneno haya yanafunua neno msamaha. Yanafunua neno msamaha. Lakini si msamaha tu, jambo la tatu, yanafunua mateso yote aliyopata Bwana Yesu akiwa msalabani. Lakini pia maneno haya yanafunua matumaini mapya ndani ya mioyo ya Wakristo wote. Na jambo la tano, maneno haya 7 msalabani yanafunua ushindi wa Yesu pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoyaona yale maneno 7 usiyachukulie poa. Usiyachukulie siku kwamba si maneno kusoma Yesu alitamka. Hapana, yamebeba ujumbe mzito. Neno la kwanza, Yesu alipokuwa pale msalabani alisema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui wanitendalo. Neno la kwanza ambalo Yesu alisema akiwa pale msalabani, ambalo katika Biblia naweza kulipata katika Injili ya Luka sura ya 23 mstari ule wa 34. Wasamehe kwa kuwa hawajui wanitendalo. Huyu anayesema maneno haya anateseka na maumivu makali, anaumia sana, ananyong'onyea kibinadamu, inauma. Lakini mwisho wa siku anawaambia wale wanaomtesa kwamba Baba, wasamehe maana hawajui wanitendalo. Sio jambo la kawaida sana. Mtu anamtesa, alafu anamwambia wewe msamehe. Huko anakuruka ngumi, msamehe. Huko anakupiga mawe, msamehe tu. Lakini Yesu anasema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui wanitendalo. Lakini Yesu hapa anatufundisha, anatuonyesha upendo kubwa sana. Maana yake hata kwa wale waliomuumiza, Yesu anaonyesha upendo tu. Lakini kwetu sisi
kuwasamehe wenzetu bila kujali wanajua kosa au hawajui, wewe msamehe. Kwa sababu yuko mwingine anaweza kuangalia yeye yuko sawa, mbele anakosa, ila anaangalia mimi niko sahihi. Wewe ushike msamaha hata kama yeye hajui kama anakosa. Yesu alishusha msamaha kwa wale walikuwa wanamsulubisha, anawaambia wasamehe kwa sababu hawajui wanalotenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni neno la kwanza alilosema Yesu akiwa pale msalabani. Katika masomo ya leo nimesoma mengine tunayasikia muda wa saa 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili au neno la pili alilosema Yesu pale msalabani, sema amini na kuambia leo utakuwa pamoja nami peponi. Amini na kuambia leo utakuwa pamoja nami peponi. Katika Injili ya Luka 23 mstari wa 43 tunakuta ile neno. Injili ya Luka sura ya 23 mstari wa 43. Hebu tusome hapo. Asante sana. Yesu anamwambia yule mlinzi pale msalabani. Anamwambia yule mlinzi pale msalabani aliyetubu. Anamwambia leo utakuwa pamoja nami peponi. Maana anamwahidi uzima wa milele ni mali yako. Uzima wa milele ni mali yako. Lakini tukirudia sisi wenyewe, anaposema amini na kuambia leo utakuwa pamoja nami peponi, yule bwana alikuwa mwizi. Lakini kama alikuwa mwizi, alijulikana kwa mwizi wake pale msalabani. Lakini automatic maisha yake kule nyuma hayakuwa mazuri huyu bwana. Lakini ile dakika ya mwisho pale msalabani anatubu, anasema uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Na yule mwingine alisema vibaya, kama vile alimdhihaki. Sasa Yesu anamtia moyo. Yesu anamwambia kwamba hebu amini kabisa leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Inatufundisha nini hili neno la pili? Kumbe kila Mkristo anayegeuka anamgeukea Yesu, Yesu yuko tayari kumpokea. Mkristo yote anaposema sasa anaenda kwa Mungu, Mungu yuko tayari kumpokea. Hata katika saa ya mwisho, hapa ndipo watu ndio tunalipa wewe utukufu. Hata katika saa ya mwisho, Wakristo ukimwona mtu kanisani alikuwa hai tangu ujana wake, lakini uzeeni anaanza kuja kanisani. Akianza kuja kanisani, yule mtu anakufa. Alafu unapoanza kufanyia ibada nzuri, Wakristo wanaamka wengine. Hili nalo wanasema Kristo bwana alikuwa mpagani kabisa. Hapana, wewe kuna jidai umesimama, huko ni umeamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kuna jidai umesimama, huko ulikuwa umeamka. Huyu mwizi msalabani akatubu dakika ya mwisho, akamwambia akamwambia leo utakuwa pamoja nami peponi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Mtu akija kwako kuomba msamaha, usianze kumhesabia makosa mengi sana uliyofanyia, siwezi kumsamehe. Hapana, msamehe hata kwa dakika ya mwisho, kabla hajafumba macho. Akifumba macho, alafu wewe unamtolea msamaha, ile dhambi kusaga mbele na wewe. Ndio maana Yesu anatufundisha tunapopenda. Yesu anasema mnapoenda sameheni. Ndio neno lake msamaha. Kwa sababu unapopenda utakufa kule, utarudi wakati mwingine huko unapotoka. Unapotembea watu tembeza msamaha kama baraka. Sababu gani? Samehe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamsamehe yule mwizi ile dakika ya mwisho kabisa, akaadhibiwa uzima wa milele. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Amini na kuambia leo utakuwa pamoja nami peponi. Ni lazima tuwasamehe wenzetu hata dakika zile za mwisho, kama Yesu alivyomsamehe, ndipo tutafanikiwa
sana katika maisha yetu. Lakini mwingine miaka inaenda kama nilivyosema sana, lakini anasema mchungaji, naomba uje nitieni mchungaji. Mchungaji anafika pale, unamshirikisha sakramenti au unampa sala ya toba, anakufa. Wewe usikaumia sana kama mimi nimesali miaka yote. Mtu anaenda mbinguni maana anakufa Mungu. Kwa hiyo swala sio kama msali, lakini je, unasali na kutengeneza toba yako? Unasali na kutengeneza msamaha wako? Hivyo ndivyo vitu vya kuangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu kwa shida. Hiyo neno la pili aliyosema Yesu pale msalabani. Amini na kuambia leo hii tumekuwa pamoja nami. Neno la tatu anasema mama atazame mwanawe na mtoto atazame mama yake. Hili ni neno la ngapi? Neno la tatu ambalo Biblia tunapata Injili ya Yohana sura ya 26 mstari wa 27. Yesu anaonyesha kuwajali watu wengine ikiwemo familia yake. Yesu anafundisha kuwajali watu wengine lakini ikiwemo familia zetu. Wakristo wengi wamefeli hapa. Wakristo wengi wamefeli hapa. Kumbe tuna jukumu la kuwapenda na kuwajali na kuwahudumia wengine. Yesu alifanya hivyo. Yesu alisema kwa msalaba kwamba ni lazima kuwajali watu wengine. Wajali watu wengine. Wapo Wakristo wengine, yeye baba kivyake, mama kivyake na watoto. Lazima tujali watu wengine, ni lazima tujali familia zetu. Lakini pia usipende kujijali mwenyewe. Katika falsafa ya wokovu Kristo ni lazima kujali watu wengine, sio kujijali wewe tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kuwa Yesu sasa alikuja ulimwenguni hapo kwa ajili ya ulimwengu mzima na dhambi zote, anatufundisha ni lazima katika maisha tujifunze kuwajali wengine. Maana yake nini hapa? Maana yake ukiona mwingine ana tatizo, ile tatizo lichukue ile la kwako. Ukimwona mwingine ana shida, ile shida lichukue ile ya kwako. Usipoichukua kwa ya kwako, utamsaidia ile mtu. Utasema mashauri yako. Lakini Yesu hajatuambia shauri yetu. Kwa lazima tujifunze katika maisha ya Kristo. Tunaokaa duniani na kufikiria baadaye kwa shetani, ni lazima tujifunze kuwajali wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni neno la tatu. Neno la nne, Yesu alisema, Mungu wangu, mbona unaniacha? Mungu wangu, mbona unaniacha? Baba Biblia katika Injili ya Marko sura ile ya 15 mstari wa 36. Injili ya Marko sura ya 15 mstari ule wa 36. Mungu wangu, mbona unaniacha? Hili neno linaloonyesha uchungu. Yesu anahisi maumivu makali. Mungu wangu, mbona unaniacha? Yesu anahisi maumivu ya kutengwa na Mungu. Ananyong'onyea kama mwanadamu. Anahisi labda Mungu ameniacha sasa, kwa sababu ya dhambi za ulimwengu. Analia kwa sauti kubwa. Analia kwa sauti ya huzuni. Analia kwa maumivu makubwa, akionyesha uchungu mkubwa na kuhisi moyoni kwamba Mungu amemtenga. Lakini yote haya analia kwa sababu ya dhambi
za ulimwengu alizozibeba pale msalabani. Lakini Yesu anaonyesha hali halisi ya uchungu wa dhambi. Anaonyesha hali halisi alivyokuwa na uchungu na dhambi. Ndio maana Yesu anasikitika sana, anachukia sana Kristo anapozama dhambini. Lakini pamoja na kusikitika, anafurahi sana pamoja na malaika kule mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja anayekumbuka kutubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana halisi Yesu alisema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Anaonyesha hali halisi ya uchungu wa dhambi alizozibeba, alizoziongelea pale msalabani kwa uzito wa pekee yake. Hilo ni neno la nne. Neno la tano. Neno la tano, Yesu akiwa msalabani alisema, ninaona kiu. Ninaona kiu. Yohana 19:28. Injili ya Yohana 19:28. Hebu tusomee hapa. Yohana Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 28 anasema, baada ya hayo Yesu alijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaona kiu. Yesu wakati anasema ninaona kiu, akiwa pale msalabani, hapa Yesu anaonyesha ubinadamu. Anaonyesha ubinadamu wake hasa. Maana binadamu anaona kiu. Ndio maana wanateolojia wanasema Yesu 50% ni mwanadamu na 50% ni Mungu. Kiona hapa kama 50% ni mwanadamu, moja ya wanadamu, na Yesu aliona kiu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliona kiu. Kwa hiyo Yesu alionyesha ubinadamu wake hasa. Aliteseka kimwili na kiroho. Teso aliyoyapata ilikuwa ni kimwili na kiroho pia. Lakini anaposema anaona kiu, Yesu anaonyesha ni kiu ya kuwakomboa watu, ni kiu ya kukomboa wanadamu, ni kiu ya kutoa wanadamu kule dhambini na kuja kupata salama. Ndio maana anasema ninaona kiu. Anaona kiu, anakuonea kiu wewe mwanadamu, anakuonea kiu wewe Kristo ambaye bado umezama dhambini. Ndio maana Yesu akasema kabisa msalabani, ninaona kiu. Lakini jambo lingine, Yesu aliposema ninaona kiu, alikuwa anaona kiu ya kutimiza mapenzi ya Baba aliyetuma. Aliona kiu ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana-kondoo ameshinda. Hilo ni neno la tatu. Neno la tano. Neno la tano. Tuangalie neno la sita. Neno la sita alilosema Yesu akiwa pale msalabani. Neno la sita, Yesu alisema imekwisha. Imekwisha. Yesu alisema imekwisha. Imekwisha. Injili ya Yohana sura ya 19 mstari wa 30. Injili ya Yohana sura ya 19 mstari wa 30. Neno la Mungu linasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa, akaisaliti roho yake. Hilo ndilo neno la sita Yesu alilotamka, alilolisema akiwa pale msalabani, kwamba imekwisha. Neno hili linamaanisha nini? Neno hili imekwisha, Yesu anatangaza ushindi.
Yesu anatangaza ushindi. Anaposema imekwisha, sio imekwisha sasa nakufa hapana. Lakini anasema imekwisha, maana yake Yesu anatangaza ushindi wa pale msalabani. Lakini jambo la pili anasema imekwisha, maana yake kazi ya ukombozi sasa imekamilika. Kazi ya kukomboa wanadamu sasa imekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu akasema imekwisha. Lakini jambo la tatu linaonyesha deni la dhambi zetu limefutwa. Deni la dhambi zetu limefanyaje? Limefutwa. Ndio sababu ya kusema imekwisha. Ndio maana tunasema Kristo unapotenda dhambi unamrudisha Yesu msalabani. Kristo unapotenda dhambi unamrudisha Yesu matesoni. Lakini Yesu aliposema imekwisha, maana yake deni la dhambi zetu limefutwa. Hili imekwisha ni tamko la mafanikio ya agano na neema. Anaposema imekwisha, maana yake neno lililojaa mafanikio ya agano na neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo neno la saba. Neno la saba ambalo linalamusha sasa. Yesu alisema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Injili ya Luka sura ya 23 mstari ule wa 46. Hapa Yesu aliposema Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu, anaonyesha alama, ni ishara ya kuonyesha imani ya kina. Ni ishara na alama ya kuonyesha imani ya kina. Sio hata imani kuokota, bali na imani. Hapa anaposema Baba, mikononi mwako ninaiweka roho yangu, anaonyesha alama ya imani ya kina. Maana Yesu anaikabidhi roho yake kwa Baba, tena kwa uaminifu kabisa. Yesu anaikabidhi roho yake kwa Baba, tena kwa uaminifu kabisa. Lakini hapa anafundisha kama Kristo hili neno Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Tunafundishwa sisi kama Wakristo leo kwamba ni lazima kuweka maisha yetu mikononi mwa Mungu. Ni vyema kuweka maisha yako mikononi mwa nani? Wapo safarini, weka maisha yako mikononi mwa Mungu. Wapo nyumbani kwako, weka maisha yako mikononi mwa Mungu. Wapo kazini kwako, unaweka maisha yako mikononi mwa nani? Popote pale maisha yako yaweke mikononi mwa Mungu. Ni pale msalabani nilipewa uzima deni. Asante, Mungu awabariki sana. Asanteni kusikiliza, asanteni kwa pamoja.